Kuna masala nimeyataja makusudi, na huwa naeleza baadhi ya minasabati nikipiga mifano ya watu wajinga, hasa hata nchi yetu hii pia wapo walioibuka hivyo, hao akina Sheikh Sharifu akina, mara nyingi mfano huu nautumia. Nikaweka hapa kipengele kinasema, je, mwanamke anafaa kuchinja, na je kichinjo chake ni halali? Katika makala nimeweka maneno haya. Katika majibu tukanukuu maneno ya Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika Al-Mughni juzu ya 9 ukurasa 388. Amenukuu maneno akasema, qala Ibn al-Mundhir, amesema al-Imam Ibn al-Mundhir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm, wamekubaliana maulama wote ambao tumehifadhi kutoka kwao elimu, ala ibahati dhabihati almar'ati was-sabiyi, walichokubaliana juu ya uhalali kufaa kichinjwa au mnyama aliyechinjwa na mwanamke na mtoto mdogo mwenye kupambanua. Yani naeleza, nyinyi mjawahi kusikia kama mwanamke hafai kuchinja? Hamjawahi? Basi kwa nini watoto wadogo mkonini msiwe kusikia hivi? Na mambo yameenea kwa mtaani. Sheikh, hujawahi kusikia? Hujawahi kusikia Sheikh? Mimi napiga mfano hii kwa sababu kuna mwaka mmoja mwanzoni tulipoanza kwenda kusoma Pemba, Nikowete pale, alikuja Sheikh Sharifu yule wa mwanzo. Maana Sheikh Sharifu washakuwa wengi, lakini yule wa mwanzo aliibuka miaka 90, ni mwanzoni mwa miaka 90. Yuko Tabora kwa uchaguzi uliopita akitagombea ubunge. Yule Sharifu yule aenda kwenye ubunge, nafikiri kwenye usharifu kutakuwa ashafeli, na labda akajaribu huko. Nilimuona mwaka 95 kwa macho yangu, kijana akiwa na miaka kama 3-4 hivi, katika uwanja aliletwa, anakamatwa vikipandishwa juu ya meza, juu ya kiti, anazungumza. Niliwahi kumuona pale Lindi, uwanja wa mpira, tukwenda kumuona Sheikh Sharifu amekuja. Lakini sasa niko Pemba miaka 2002 na 3 hivi, alikuja sehemu fulani katika uwanja, akaulizwa swali, je, mwanamke anafaa kuchinja? Hafai, kwa sababu ni mtoto, muda mwingine kwenda kucheza akarudishwa tena, ndio shekhe atoa mawaidha akaletwa tena. Alikuwa afanya hivyo, aweza kushika kweli, ukimwachia hivyo aweza kwenda kufanya mambo yake mengine. Haya, kwa nini? Kwa sababu ana huruma sana. Yani yule mwanamke hafai kuchinja. Je, ukimpata katili, nani mfano kwamba halina huruma, je mwanamke huyo alivyo, hata ng'ombe za muangusha, utafanyaje? Kwa sababu itakuwa sasa jambo yani haijakusanya. Kwa nini hafai? Huku al-Imam Ibn al-Mundhir anasema kwamba wamekubaliana wanachuoni wenye elimu. Huyu hana elimu, ndio maana yake, ndio maana hayumo katika yale makubaliano, hayumo katika watu wenye elimu, haifai. Na ndio maana al-Imam Ibn Qudama alipotaja maneno haya na alipoitaja hadithi ya yule mjakazi mtumwa yule wa kike wa Ka'b bin Malik, mwajua yule mtumwa yule ambaye alichinja mbuzi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa anachunga, akaona na maradhi, akaona sisi tukamkosa, akatafuta kitu kama jiwe yenye kupata lenye makali, akamchinja. Sasa al-Imam Ibn Qudama akahitaji, alafu akataja faida 7 za hadithi ile. Akasema hivi, wa fi hadha alhadithi fawaid 7, katika hadithi hii au kuna katika hadithi hii faida 7. Ahaduha, ya kwanza yao katika hizo 7, ibahatu dhabihati almar'ati,
Ya kwanza kabisa kufaa sawa uhalali wa kichinjwa cha mwanamke, mnyama aliyechinjwa na mwanamke, dhabiha, uhalali wa mnyama aliyechinjwa na mwanamke. Wathaniyatu, na faida ya pili, ibahatu dhabihati al-ama, sababu katika ile hadithi sawa uhalali wa mnyama aliyechinjwa na mtumwa wa kike. Huyu yumo wajua mambo haya Sharifu, kwa Baitul Sharifu anafundishwa, anasomeshwa na watu wanakuja usiku wamevaa kanzu nyeupe, wanamchukua ndani chini ya mti malaika wawili ndio wanamsomesha. Malaika asomesha namna hiyo, okay, kama madrasa vile ya mtaani. Mashaitani wawili wamevaa kanzu zao nyeupe, nyuma waita malaika. Malaika wavaa kanzu, mlimuona wapi? Sasa mbona Jibril amekuja katika umbile la mtu? Wewe Jibril atakuja kwa Sharifu? Jibril mwamjua? Hawezi kufanya hivyo. Wajua katika bid'a kuna sura hiyo mtu anaweza kuwaza hivyo kwamba anachukuliwa anapelekwa peponi ndio anakolala, asubuhi anakuja duniani. Wallahi nakuelezeni hivyo katika mambo ya usufi hapo mambo hayo. Ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa anaota hivyo kwamba yeye usiku analala peponi, lakini asubuhi yuko duniani mwenyewe anaishi kila siku. Alivyoeleza kujielezea kwamba analala peponi, yule mwanachuoni wa sunna akaambia, sasa ukija kuchukuliwa kule peponi waambie hivi, hata mchana wa kesho utaka kushinda huko utaki kurudi huko. Basi mchana ikawa yuko kule, kumbe akiamka yuko jehani, taka tele zimejaa uchafu, kumbe analala jehani. Mchana wake yuko jehani, kamba mimi nataka nishinde huko peponi, hata mchana wa kesho nisirudi, kwa sababu kila siku anaenda usiku huko usingizini, useme umeenda peponi. Mchana alibakishwa yuko jehani, jaa kubwa, yuko pale, kuna pempas, kuna nini, sio kama kuna vitu gani mfano, kumbe ndio pepo ile anapelekwa usiku. Lakini wapo wafanya hivyo, wapo watu wanatasawwar hivyo kwamba yeye alipofikia sasa sio kama nyinyi, kwanza yeye usiku analala peponi, sio kama nyinyi mnavyo. Wapo wanatasawwar mambo kama haya. Almuhimu kwamba ni suala lipo linafaa. Mpaka pia akasema wathalithatu, nikaita na faida ya tatu, ibahatu dhabihati alhaidhi, akataja hivyo. Faida ya tatu, halali wa mnyama aliyechinjwa na mwanamke mwenye hedhi. Kwa sababu si mwanamke atakiwa na hedhi. Mfano yule aliyechinjwa, sema utamjuaje alikuwa na hedhi au huko? Kutojua ndio halali wenyewe. Maana wewe tuletee habari ilikuwa tahara. Na mbona akuulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umechinja kwani ulikuwa tahara? Uko tahara? Mbona akuulizwa? Hapo pakapatikana faida muhimu hizo, dhibitini tena. Katika al-Imam al-Bukhari, katika Sahih al-Bukhari ameweka mlango babu dhabihati al-amati wal mar'a, wale mlango wa kichinjwa cha mjakazi na mwanamke. Ibn Hajar katika Fathul Bari juzu ya 9 ukurasa 932 akasema, kaannahu yushiru ila ar-raddi ala man mana'a dhalik, kana kwamba yeye Bukhari ameuita hivyo mlango huo, anaashiria kwenye kumkosoa yule aliyekataza hilo, anamfanyia raddi. Ndio mlango ameweka hivyo, anamjibu yule anayeona kwamba haifai. Kwa hiyo ataingia Sharifu na nani na wafuasi wake pia na wengine wataingia, wamejibiwa na Imam al-Bukhari. Kumbe miaka mingi katika Sahih al-Bukhari wamejibiwa watu kama hao na watu wengine mfano wake.